watoto wa Mayahudi walimlaki Bwana. Nao walichukua matawi ya mitende mikononi mwao, wakapaza sauti zao wakisema, Hosana mbinguni. Siku sita kabla ya Pasaka, wakati Bwana alipoingia Yerusalemu, watoto wa Mayahudi walimlaki Bwana. Siku sita kabla ya Pasaka, wakati Bwana alipoingia Yerusalemu, watoto wa Mayahudi walimlaki Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu wapendwa, tunafungua rasmi Juma Kuu, juma ambalo tunaendea sikukuu tatu kuu za Pasaka, sikukuu tatu kuu za ukombozi wetu. Na hivyo kama Yesu alivyoingia kwa shangwe Yerusalemu kuyaendea mateso yake, kuendea wokovu wetu, kukomboa, nasi leo hii tunaadhimisha tukio hilo ndani ya mazingira yetu ya hapa Mongolandege, kumbuka namna Kristo alivyoanza safari yake ya kutukomboa. Alianza kwa furaha, kwa shangwe pamoja na wafuasi wake. Nasi leo hii tunaalikwa kufanya hayo, kumkumbuka Kristo anayetukomboa, na anatukomboa akiwa na furaha. Hatukomboi kwa unyonge, hatukomboa kwa shangwe. Kristo mshindi anaendea mateso yake leo hii kama mshindi. Ndugu wapendwa, baada ya kuiandaa mioyo yetu tangu mwanzo wa Kwaresma kwa njia ya toba na matendo ya mapendo, tunakusanyika leo ili tuanze kukumbuka pamoja na kanisa zima fumbo la Pasaka ya Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake, alipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili alitimize. Kwa hiyo tumfuate Bwana wetu Yesu Kristo, tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu na kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba kwa neema yake, shiriki pia ufufuko wake na uzima wake. Ndugu zangu wapenzi, tumuombe kwa unyenyekevu ili Bwana Mungu wetu apende kuyabariki maji haya tutakayonyunyiziwa sisi kwa ukumbusho wa ubatizo wetu, naye apende kutusaidia tudumu waaminifu kwa Roho Mtakatifu tuliyempokea. Bwana Mungu Mwenyezi, wewe ni chemchemi na asili ya uzima wote wa mwili na roho, tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa imani tunatumia tukiomba msamaha wa dhambi zetu, na kwa hiyo tupatie ulinzi wa neema yako dhidi ya magonjwa na mitego ya adui. Jalie Bwana kwa huruma yako maji haya daima kwa ajili ya wokovu wetu, ili tuweze kujongea wewe kwa mioyo safi na tuepuke hatari zote za mwili na roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii uliagiza kwa njia ya nabii Elisha iwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji, ufukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako. Nyanyue juu matawi. Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakatifuze matawi haya kwa baraka yako, ili sisi tunaofuata Kristo mfalme kwa shangwe tupate kuifikia Yerusalemu ya milele. Njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Hosana, Hosana, Mwana wa Daudi. 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 Utukufu na kuna yeye Bwana.
milele. Utukufu na ukuu na yeye Bwana hata milele na milele. Bwana Mfalme ameketi milele, atawabariki watu kwa amani. Bwana Mfalme ameketi milele, atawabariki watu kwa amani. Atawala duniani na mbinguni, toka mto hata kingo za dunia. Bwana Mfalme ameketi milele, atawabariki watu kwa amani. Bwana Mfalme ameketi milele, atawabariki watu kwa amani. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana ana haja nao, na mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili timie neno lililonewa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto kwa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakawawekea nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa, Injili hiyo ya Mathayo ambayo tunaisoma katika mwaka A wa kanisa inatukumbusha ya kuwa Kristo ameingia Yerusalemu kwa shangwe. Jambo moja ambalo amelifanya kabla ya kuingia, alitafuta mwanapunda na punda, akisema, watakapowaambia ya kwamba mnafanya nini kwa kuwafungua hawa, jibuni, Bwana ana haja naye. Nasi wa Kristo wabatizwa, Bwana ana haja na sisi. Bwana ana haja na wewe.
akutumie kwa kazi yake maalum ambayo amekutengea. Najua kwamba umebatizwa na kutumwa. Ishi kama vile mtu ambaye unajua Mwenyezi Mungu ana matumizi na wewe. Mungu ana haja na wewe. Usisahau wito wako huo ni wa kumbeba Kristo mabegani mwako na kumpeleka kwa watu. Katika kazi yako, katika kusoma kwako, katika shughuli zako, Bwana ana haja na wewe. Anatamani akutumie wewe kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaandamana sasa kwa shangwe kuelekea kanisani, hiyo Yerusalemu yetu mpya, kuelekea kule ambapo Kristo ataenda kutimiza yale mafumbo ya Kipasaka. Kimwomba endelee kuwa na sisi. Na leo maandamano haya yataongozwa na mtumishi aliyechukua chetezo kinachofuka moshi. Nyuma yake atakuwa aliyebeba msalaba, na kisha watumishi wenye mishumaa, na kisha kuhani na watumishi wengine. Halafu sisi wengine tutakuwa nyuma ya kuhani tukiimba kwa shangwe, tukiongozwa na waimbaji. Tujipange kwa utaratibu huo. Atawafalme
ulitaka Mwokozi wetu atoe mwili na kuteswa msalabani kwa ajili ya wanadamu wote, nao wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako uweze kushika mafundisho ya uvumilivu wake na kustahili kushiriki ufufuko wake. Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyetoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi kuniamsha, sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Nicheka sana, kunivyonya wakitikisa vichwa vyao, kusema, umtegemee Bwana na amponye, na amwokoe sana, maana apendezwa naye. Yamenizua mikono na miguu, naweza